yale ambayo tuliyafanya au tusifanye ambayo hayatakiwi yafanywe, bali tuyafuate haya, na hiyo itakuwa ndiyo hulka au ndo nafsi lawama, tulaumu. Lakini mwisho kabisa, ukiyafanya na kuendelea kuyafanya, mwili wako unapata nguvu ya kuyafanya bila ya kushurutishwa. Hii sasa nafsi mutmainna, nafsi iliyotulia. Kwa hiyo mwisho siku unakuta unafanya, hutamani kufanya kinyume cha vile, na unapomwona mtu anafanya unatamani ulisimamie lile kwa moyo safi, na mpaka watu wanakuuliza wewe unalipa nini? Lakini Mungu anakupa nguvu kwa sababu unaendelea tu kuyatekeleza yale yanayohitajika. Kwenye maadili ya kitabibu, hasa hizi professional ethics, kwa mujibu wa kanuni za sheria za utumishi wa umma, hasa upande wa Zanzibar, ziko nyingi. Nadhani itakuwa nazirejea tu, sina haja kuzitaja zote, lakini suala zima la uadilifu ndio lilotajwa mwanzo kabisa pale. Kwa hiyo uadilifu ndio tunayotakiwa tufanye. Na kipengele kingine ambacho sikukitaja kabisa, cha chini kabisa, ni ile kuavoid conflict of interest. Kwa maana kuna mambo ambayo ukiyatekeleza watu wanaweza, au yule unayemhudumia anaweza akahisi kwamba mbona huyu kama anataka kuingiza, na yapo hayo. Utamkuta mgonjwa anakuja kwako anaeleza nilienda kwa daktari fulani lakini ananiambia hivi na hivi na hivi, kwa hiyo nahisi kama anataka kunidhulumu. Kwa hiyo tuepuke mgogoro wa ile mtu kuhisi kwamba anahitaji kitu fulani, tuepuke sana. Ukiokoa maisha ya mtu mmoja, umeshaokoa maisha ya watu wote duniani. Kipengele cha pili ni haki ya matibabu, yani hakul at-taw. Hii haki ya matibabu, yani haki al-tadawi, yani mtu ambaye yote ambaye Mtume sasa anasema, hii ni aya ya Mwenyezi Mungu kwenye sura Al-Maida, inasema mwenye kuokoa uhai wa mtu mmoja, yani mtu, ni kama ameokoa uhai wa watu wote. Kwa hivyo hii iko wazi. Ina maana sisi kama Waislamu tukiziona hizi medical ethics za Kiislamu, tukiziunganisha na zile ambazo zimetungwa na watu kama sisi, utakuta lengo lake ni moja, ni kufanya wema, na wema ule utatusaidia sisi wenyewe ndani ya nafsi zetu. Swala la tatu ni ufumbuzi wa matatizo ya kiafya, kada al-mashakil al-sihia. Yani hapa swala la kubwa ambalo Mwenyezi Mungu anasema hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisha ama kuamrisheni uadilifu katika mambo yote, ikiwemo swala zima la kazi zetu tunazozifanya. Na la nne ni hifdhi yasiri, ambayo ni hifdhi al-asir. Hapa limeelezwa vizuri kwamba mwenye kumwamini mwenzake na kumwambia kitu kwa siri kisha akamwambia mwingine, basi amemdhulumu. Kwenye riwaya ya Abu Daudi imeelezwa, Mtume sallallahu anasema mgonjwa anapokuja anakueleza siri, wewe mwenyewe binafsi kama daktari ukiwa mgonjwa, ukienda kwa daktari mwenzako utaenda kumweleza siri. Utarajii siku ya pili uzikute mitaani au uzikute kwa wenzako kwamba bana wewe kumbe una tatizo fulani sehemu fulani, au wewe yani, kwa sababu unaeleza kila kitu. Kwa hivyo hii swala zima la kuhifadhi siri ni kufanya uadilifu na kutomdhulumu yule ambaye amekupa zile siri zako. Na kumbukeni, la yadhidi dhalimina illa hasara. Hasara, daktari tulitarajia upate mafanikio lakini unapata hasara, dhalala, na unaweza ukadhalilika, na zaidi ya hayo tadara. Kwa hivyo swala jingine ni uadilifu wa uwajibikaji, yani uadilifu na uwajibikaji. Hapa kuna vitu viwili, al-adala al-mas'uliyya. Al-mas'uliyya, al-adala iko wazi. Qur'ani inasema enyi mlioamini, kuweni waadilifu, kuweni mashahidi wa haki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hata kama ni dhidi ya nafsi zenu wenyewe au wazazi au jamaa. Naomba nitoe mfano. Yupo daktari alipata mtihani, yeye ni mchunguzi wa masuala mazima
mkono kwa mkono. Baba yake mzazi alituhumiwa kubaka. Baada ya kutuhumiwa kubaka, watu hawamjui kama yule ndo ni mwanawe. Kwa hiyo akaambiwa, leo zamu yako, njoo haraka ufanye uchunguzi kwa huyu mtoto anayetuhumiwa kubakwa. Alipoenda alikuta kweli kabakwa. Alipoona kwamba kabakwa, nini afanye? Atoe ushahidi gani? Na yule ni baba yake. Question mark. Nani atajaza? Sijui. Ila alichokifanya yeye ni kuandika kile alichokikuta, findings. Akasahau baba, akasahau kama yule ni mzazi wake, amemsaidia tokea chini. Kwa hivyo huu ndio uadilifu. Lakini suala zima la almasuulia, yule aliyokuja, wewe ndiye ambaye utaulizwa, alidhulumiwa na wewe ulitoa ushahidi wa uongo, yule ni wewe utakuwa masuuli. Na inaelezwa almasuulia, Mtume SAW anasema kila mmoja wenu ni mlinzi na kila mmoja wenu ataulizwa kuhusu hilo. Swala jingine ni kutokana na ubaguzi. Tuondoshe ubaguzi. Tukiondosha ubaguzi, Mtume SAW katika Sunna Abi Daudi, kitabu hichi, inaeleza hakika Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu wala mali zenu, kama wewe una PhD una kitu gani, hizo wala haangalii. Anachoangalia bali anaangalia mioyo yenu na matendo yenu, kama alichokitenda yule odali aliotolewa mfano hapa. Alifanya, anatakiwa apewe pongezi, na Mwenyezi Mungu ndio mtoaji hizo pongezi, ni hapa hapa duniani. Na jinsi Mwenyezi Mungu anavyotoa pongezi huwezi kuamini. Mwenyezi Mungu anatoa pongezi kwa kukupa yakini. Yakini ziko tatu. Ukiwa utafanya ubaguzi hutopata hizo yakini, kwa sababu hutoona ule uhalisia wa kile unachokitenda kama kinaweza kukusaidia. Elimu yakini ni elimu tu tuliopewa. Kila mmoja anajua akija mgonjwa ameandikiwa sindano, ni mchome takoni, basi nichome huku, nisije nikachoma katikati, inaweza kusababisha paralysis. Lakini hiyo sio hasa. Ni kwamba unapofika wakati ukafanya ile ambacho unapaswa kufanya kielimu na ukaendelea kufanya bila kubagua, awe ni nani, wewe unafanya kwa usawa, basi Mwenyezi Mungu hukuongezea kutoka katika ile elimu ulionayo mpaka kukufikisha katika ainul yakini, yani jicho la yakini, ukaona hasa kwamba vipi unafaidika. Unaweza ukawa mbali, watu wako wakapata shida wakapona bila tena, unajua maradhi haya kwa elimu uliosoma, huyu haponi, baba yangu kapata maradhi haya, ndugu yangu au mwanangu kapata maradhi haya, haponi kabisa. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa anataka kuonyesha jinsi unavyofanya na malipo yake hapa duniani atakupa, basi akakuondolea zile shida uzonazo, ukajua kumbe nisaidie sasa kiuhalisia, pale mwanzo nilikuwa nikijaribu tu. Kwa hivyo hii hasa ndiyo ainul yakini. Na ya mwisho ni hakul yakini, ambayo sasa kwa kutofanya ubaguzi Mwenyezi Mungu hata wale watu wako hawabaguliwi, na ukaona sasa unafanikiwa wewe mwenyewe, uko juu zaidi ya wengine. Na haya ni mengi, kama muda upo niendelee, nadhani upo. Na swala jingine ni msaada wa kiroho. Huu umeelezwa na shehe wetu wa mwanzo. Mada ya mwanzo ilieleza kuhusiana na kuzungumza na mgonjwa, na huwezi kuzungumza na mgonjwa mpaka umsikilize. Yule odali alipomsikiliza, mimi mada yangu ni odali. Odali alipomsikiliza alimtibu, ile ndio kiroho. Mgonjwa amekuja, kitu cha kwanza anahitaji tiba ya imani. Ili aweze kupata tiba ya imani, umsikilize. Ukishampa tiba ya imani, hata ile dawa uliompa iwe dhaifu kiasi gani, itamsaidia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya mwisho, kutokana na uonevu. Hapa kwenye kutokana na uonevu inaelezwa, Mwenyezi Mungu anasema, sema hakika Mola wangu amekataza ufisadi na mambo ya nje na ya ndani ya dhambi na uonevu. Kwa hivyo iko wazi, sina haja kuelezea sana. Mwenyezi Mungu amekataza kabisa tusiwaonee watu, twende nao kwa upole,
kuna wakati mwingine unawezekana upo hospitali, lakini kwa sababu tu ya kujiona au kujifanya wewe ni daktari mkubwa, umesoma sana, basi unajificha au unaondoka kabisa. Unaweza kusema waambie sipo. Kwa hivyo hiyo ni kuonea, ni uonevu kabisa, na unaweza ukapata madhara makubwa kinyume cha hivyo. Mimi ningependa tu kuelezea kuhusiana na hili suala zima la nafsi. Nafsi yetu imeumbwa na udhaifu sana. Tusipendelee kuenda polepole na kuenda spidi bila ya kuzingatia haya mambo ya medical ethics katika kazi zetu. Kama tutaenda polepole, hakika mwenda polepole, Waswahili wanasema hajikwai, lakini hata uende polepole vipi, ikiwa hujazingatia ethics utajikwaa. Ukienda spidi, hata uende spidi vipi, ikiwa unazingatia ethics hujikwai. Kwa hivyo hayo ni machache ambao nilitaka kuyawakilisha kwenu. Yapo mengine, nadhani slide ya mwisho, naomba slide ya mwisho iendelee. Others, yapo mengi pale nimeyakata, lakini hili mwisho, ushirikiano na familia, hili limeelezwa nyuma huko kwamba tusiende tu bila ya kujadiliana, na hivi ndio wacha Mungu wanavyotakiwa. Tukae, waite familia, ndugu yenu ana tatizo hili na hili na hili. Hata siku moja hospitali hiyo haitopata madhara usema kwamba hospitali ile ina matatizo sana, ndugu yetu mpaka kafa. Lakini kama walikuwa wanajua, kwa sababu yule aliyokufa tayari mlimfanyia mazuri na yeye anajua, lakini mliwafukuza ndugu ndani ya chumba, wala hawajui kilichofanyika kama ni kizuri ni kibaya. Ikiwa mtawaita ndani ya chumba, mkawaeleza familia hili swala la tawaan ma'al usra, ikiwa limefanyika, basi hakuna kitakachoharibika katika maadili yako uliyofanya. Na hata kama ulikosea kidogo, mwanadamu mwenye kukosea, basi makosa yako yatajificha, kwa sababu familia itasema sisi tulishirikiana kwa 100% na daktari, lakini Mungu alichukua amana yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.